Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amezindua rasmi sensa ya wanyamapori nchini, akisema kuwa ni zoezi muhimu katika kupata takwimu sahihi zitakazosaidia kupanga na kusimamia rasilimali za wanyamapori kwa ufanisi. Amesema hayo jijini Arusha wakati wa hafla maalum ya uzinduzi wa sensa hiyo. Sensa hii ilifanyika katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025 ikiwa ni miaka 10 baada ya sensa iliyopita. Sensa hii imewezesha kupata taarifa muhimu juu ya uwepo wa aina za wanyamapori, wingi wao na mtawanyiko wao, lakini na mienendo yao katika mifumo ikolojia yote nchini. Aidha, imewezesha pia kutupatia taarifa za uwepo wa changamoto mbalimbali zinazoathiri shughuli za uhifadhi na utalii katika maeneo yetu ya uhifadhi. Hivyo sensa hii imekuwa ni zoezi muhimu ambalo limewezesha serikali, mamlaka za uhifadhi, wadau na jamii zetu zote kwa ujumla kufahamu hali halisi ya uhifadhi katika maeneo ya hifadhi zetu. Matokeo ya sensa hii yamebaini uwepo wa aina 28 za wanyama wa ukubwa wa kati na wakubwa katika mifumo ekolojia yote nchini. Ikilinganishwa na sensa iliyopita, matokeo ya sensa hii yanaonyesha idadi na mwenendo chanya wa wanyamapori nchini katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Aidha, kati ya jamii mahususi za wanyamapori zilizofanyiwa tathmini, aina 7 kama tulivyoona kwenye takwimu zimeonyesha ongezeko. Aina 11 zimeonyesha kuendelea kuimarika na aina 1 imeonyesha kupungua, hivyo kuhitaji juhudi za haraka na za pamoja ili kulinda wanyamapori hao wasitoweke. Tanzania tunaongoza barani Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya nyati wapatao 328,437, simba wapatao 17,200. Aidha, Tanzania ipo katika nafasi ya 3 barani Afrika kwa kuwa na tembo 66,700 na nafasi ya 4 kwa idadi ya faru weusi na weupe wapatao 302. Uwepo wa shughuli hizi za kibinadamu kumekuwa chanzo kikubwa cha ongezeko la migongano baina ya binadamu na wanyamapori. Kupitia matokeo haya, ni wakati mwafaka na muhimu sasa, kama ambavyo tumepokea maelekezo ya bunge letu tukufu kupitia kwa mwenyekiti wetu wa kamati, kama taifa tuweze kukaa na kuwa na mjadala mpana ili tuone nini changamoto na wapi tunaweza kuelekea. Ni muhimu pia kufanya tathmini ya kina ya maeneo yetu. Yasemekana yapo maeneo yanapoteza sifa ya kuwa hifadhi. Je, ni kweli yapo? Na kama ni ndio, kwa nini yanapoteza sifa ya kuwa hifadhi? Bado tuna kazi ya utafiti ili tuweze kulifanyia kazi jambo hili. Hivyo TAWIRI pamoja na TAFORI, imekuwa na mkurugenzi wetu wa TAFORI huko hapa, tufanye kazi kwenye maeneo yetu yote na tuweze kuelewa kwa tafiti za kisayansi, tufanye maamuzi ambayo yana maslahi mapana na taifa letu kwa ujumla. Waheshimiwa wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya kuendelea kusimamia eneo hili ili wananchi wasiendelee kusogea karibu na hifadhi zetu na hatimaye tuzuie madhara wanayoyapata wananchi wetu. Sensa yetu imetuonesha jitihada zinazofanywa na serikali
kupitia wizara yetu ya Maliasili na Utalii katika kusimamia bayoanuai ya nchi yetu. Mwenendo chanya wa wanyamapori na kupungua kwa ujangili wa nyara kunatuonyesha kwamba juhudi za serikali zinazoendelea kupambana na ujangili zimezaa matunda chanya. Kuimarika kwa idadi na mwenendo wa wanyamapori nchini kwa muda mrefu unadhihirisha dhamira ya dhati, dhamira thabiti, juhudi endelevu na utashi wa kisiasa wa taifa letu katika kuimarisha uhifadhi, kukuza utalii na kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania TAWIRI, Dr. Eblata Mjingo amesema kuwa sensa ya mwaka 2022 ilihusisha wanyamapori wa kimo cha kati na kikubwa, ambapo spishi 28 zilirekodiwa katika mifumo mbalimbali ya kiikolojia nchini, na ameeleza kuwa matokeo hayo yalionyesha mwenendo wa idadi ya wanyamapori katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Sensa ya mwaka 2024-2025 ilihusisha wanyamapori wa kimo cha kati na kimo kikubwa. Wapo wanyamapori wengine wengi, kuna buibui tumesikia wametajwa kwenye Qur'an, lakini nao wana teknolojia yao na wao wana matokeo yao. Kwa sensa hii imeangalia wanyama hawa medium size to large mammal, na matokeo yanaonyesha uwepo wa species za kimo cha kati na kimo kikubwa 28 katika mifumo ekolojia yote iliyohesabiwa. Lakini kwa ujumla matokeo yanaonyesha idadi na mwenendo chanya wa wanyamapori nchini kwa kipindi cha miaka hii 10 iliyopita. Kati ya spishi mahususi, indicator species, kati ya zile spishi 28 kuna spishi ambazo ukiziona zimeongezeka au zimepungua, ndio kuna tatizo. Hizo ndizo tunazoita indicator species. Spishi zote ni muhimu, lakini kuna spishi ambazo ukiziona zimeongezeka au kupungua, ndio kuna tatizo. Tafiti zinatuonyesha kwamba ongezeko la shughuli za kibinadamu, hapa tuna kilimo, ufugaji, makazi jirani na maeneo yaliyohifadhiwa, ndicho kisababishi kikubwa sana cha migongano hii. Hii ni pichapo wa watu hawa. Hili eneo tayari halina malisho, watu hawa watataka kuja kufugia katika maeneo haya. Kitendo hicho tayari kwetu kinatuashiria kwamba kuna tatizo kubwa, na ndiyo maana ya kufanya sensa. Lakini kuna wanyama ambao wameimarika. Twiga wanatuonyesha kuimarika kuanzia sensa iliyopita mpaka sasa hivi wanaonekana wanaimarika. Sensa hiyo itasimamiwa na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori TAWIRI na itatoa taarifa muhimu zitakazosaidia kuimarisha mikakati ya uhifadhi, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuendeleza sekta ya utalii ambayo ni muhimili muhimu kwa uchumi wa Tanzania. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Orumba Lebabas. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.